Leo siku ya pili. Muone nchi yetu, nchi ya mababu. Ibigaba bibe na mkigo kitu. Ni muda mwingine tena ambao tunakuja kueleza 1 2 3 kwa yale ambayo yanayoendelea. Lakini pia nianze kuchukua fursa hii kuwapongeza ndugu zetu wazalendo popote pale walipo kwa kazi kubwa wanayoendelea kuifanya na kile ambacho kila mmoja ameweza kukiona ambacho ndugu zetu wazalendo ambao wanashinda kwenye jua, wanalala maporini, lakini yote ni kwa ajili ya kuweka usawa na kuleta amani, kumtoa adui M23 ambaye hatulazi kabisa na amani, akitaka kunyang'anya udongo wa mababu, ardhi ya mababu. Lakini pia kupitia shukrani hizo, aidha pongezi hizo ambazo tumeweza kuzitoa kwa ndugu zetu wazalendo, lakini pia pongezi zingine zimuendee ndugu yetu ambaye ni James Fyekadui, ambaye ni kiongozi aliyeshikilia mpini kwa ajili ya kupeleka vijana wake kwenda kusaidizana katika mipaka ya huko Rurambo, ambako wamefanikiwa pakubwa sana kushikilia katika eneo hilo. Na usisahau kwamba katika eneo hilo ilikuwa ni eneo ambalo M23 ambao ni wahasi walikuwa wakitoka njia ya Bukavu na kuelekea huko Fizi kwa ajili ya kuwapatia ndugu zao sapoti. Lakini vijana wetu wa kizalendo wamesimama kwa uaminifu, wamesimama na kupambana, na mpaka sasa tunapoongea na wewe wamefanikiwa pakubwa katika maeneo hayo ya Rurambo na maeneo mengine ambayo mpaka sasa bado operation zinazidi hazijawekwa wazi, hazijabainisha moja kwa moja katika maeneo mengine ambayo yamekwisha kushikiliwa na ambayo yapo chini ya uongozi wa ndugu zetu wazalendo ambao wanashirikiana na jeshi la serikali, jeshi la FARDC. Bado operations zingine hazijawekwa wazi, lakini hivi punde tutajua yale ambayo yanayoendelea huko katika mashamba ya vita. Lakini kikubwa tunachoweza kukisema ni kwamba tusitoe taarifa ambazo zinaweza kuleta mtafaruko kwa wanajamii, na kile ambacho hujaweza kuambiwa na kile ambacho ukijui basi usianze kukiongelea katika mitandao ya kijamii, sio vizuri. Lakini pia kuna watu wengi ambao wanatamani kujua hali halisi na kile kinachoendelea Fizi kutokana na mtandao kutokuwa vizuri, mtandao haupo sawa, hivyo taarifa za kule hazipatikani kama inavyotakiwa. Inakuwa ni changamoto kidogo kujua maendeleo ya ndugu, jamaa na marafiki ambao wanapatikana huko, lakini mambo yote yapo sawa. Kile ambacho kinachofanywa pale ni kwa ajili ya usalama wa raia, hivyo tuache serikali ifanye mambo yake, lakini sisi pia kama raia ni kuweza kusapoti serikali yetu, kuweza kusapoti ndugu zetu wazalendo, kusapoti pia njia zote zile ambazo serikali imeweza kuweka ili kuweka maisha yetu kuwa salama, kuweka mambo yetu yote kuwa salama. Kwa hivyo tunashukuru ndugu zetu wote ambao wamejitolea kwa ajili ya kupambania nchi yetu. Tunawashukuru, na labda nitoe neno moja kuhusu channel yetu hii ya Mbavu TV na video zetu ambazo tunazoziachia hapa Mbavu TV. Mara nyingi video zetu ambazo tunazoziachia hapa Mbavu TV zinalenga, aidha zinabeba ujumbe wa wanajamii, ni sauti za wanajamii, ni sauti za Wakongomani. Ndio video nyingi ambazo tunazozifanya hapa, sauti za Wakongomani, kile ambacho wanachoweza kukisema. Kifupi ni mawazo ya watu wote, mawazo ya walio wengi. Nimejaribu kusoma komenti za wengine hapa, wameweza kueleza kwamba kwa nini Mbavu TV tunaposti audio. Kwa nini tunafanya hivyo? Hiyo ni kwa ajili ya kuwasilisha ujumbe kwa yule ambaye hata hajui nafasi au hajui wapi ambapo atapeleka ujumbe wake. Kuna watu wengi ambao wanatoa ushauri mzuri, wanatoa mambo mazuri ambayo yanaweza yakajenga, wanasema mambo mazuri, lakini pia hawana nafasi ya kuwasilisha yale mambo
kwa jamii. Kwa hivyo Mbavu TV tumechukua fursa hiyo kwa kuchukua kila chema ambacho ndugu zetu wa Kongomani wanaweza kukitoa kama mawazo, kama ushauri, lakini pia kama plani ambazo tunaweza kuzifanya ili mradi kuwa sawa katika kipindi hichi kigumu. Basi Mbavu TV tunawakusogeza hao watu kuweza kusikiliza kile ambacho kinachoendelea. Lakini pia hatui mbali na kile ambacho kinachoendelea katika mashamba ya vita, isipokuwa kuna changamoto kubwa ambayo bado hatujapata nafasi kubwa ya kusogea pale ambapo ndugu zetu wanapopigania na kujua taarifa za moja kwa moja. Lakini kwa njia hiyo tunazidi kujitahidi kukufikishia kile ambacho kinachoendelea kwa muda huo. Na hivyo video zetu pandishi labda ni kwa muda fulani, kwa masaa fulani, hapana. Kwa muda wote ambao tukio linaweza likatukia, basi video zetu zinaweza kukufikia. Ndio maana tunasema kwamba uweze kusubscribe, lakini pia kushare kwa ndugu zetu ambao hawajapata channel yetu hii ya Mbavu TV, basi ni kuweza kushare ili waweze kujua kile ambacho tunachoweza kukifanya. Lakini pia tunaweza tukaomba kwamba muwe mna comment kwa kile ambacho tunachokifanya, ili tuweze kujua kwamba tunafanya kazi, ufanisi wetu ukoje, lakini pia kwa njia tunazozitembelea zikoje. Lakini pia lengo letu sisi wote ni kuona Kongo inakuwa na amani, ni kuona maendeleo na jamii ni inakuwa ni mazuri. Kwa hiyo tushirikiane si wote kwa pamoja kuona kwamba tunafanyeje, kwa mawazo, kwa ushauri, itakuwa ni vizuri sana. Na usisahau kwamba kila siku tunafanya kazi, kila siku. Hivyo hakuna siku ambao utaona Mbavu TV tunakaa kimya, either iwe kwa dharura, lakini tunafanya kazi kila siku. Kwa hivyo ukihitaji pia na namba, tutaweza kujulishana hapo kwenye komenti zetu ili kupata WhatsApp namba yako ukiwa unahitaji kwamba, lakini pia ukiwa unahitaji labda una mawazo, una ushauri ambao unaweza ukawasilisha kwa wanajamii, waweze kukusikia, waweze kuona kile kitu ambacho kipo ndani yako ambacho unataka ukiwasilisha. Lakini pia nitaandika namba zetu hapo ili uweze kutupata kwenye mtandao wa WhatsApp. Lakini kupitia hilo tuweze kushukuru na tukupatie pongezi. Big up sana kwa wewe ambaye kila siku unazidi kutuwatch kupitia channel yetu ya Mbavu TV. Asante. Na kwa leo na kuishia hapo kupitia ili ambalo nimeweza kuelewesha, lakini kwa kazi zingine zote tupo tayari kukuletea